concentration hadi kufikia karibia na kipindi cha kwanza tukapoteza kabisa kwenye muundo wetu ambao tulikuja nao mapema. Kwa hiyo nafikiri mechi iliishia pale kwenye dakika 45 za kwanza kwa magoli mawili ambayo mimi nafikiri yalikuwa magoli mepesi. Kipindi cha pili tukajaribu kufanya mabadiliko na kuangalia njia mbili tatu, naona mchezo tulibalance, hata timu ilikuwa inaweza kutoka angalau kuwa na harufu ya kuweza hata kupata goli. Unaona, kwa mechi imeisha hivyo. Ni makosa ambayo kama goli la 4 la Simba ilikuwa la kona, bado ilikuwa ni umakini. Kwa tumeadhibiwa kwa kukosa umakini. Lakini ile shepu ambayo tulikuwa tumekuja nayo nafikiri kwa inaenda vizuri. Kipi ambacho ulikifanya kipindi cha pili mpaka mkaweza kuwapata Simba? Nafikiri tuambie wachezaji tuendelee kwenye ile shepu ambayo tulikuwa nao, lakini tuna uwezo na sio kutoka. Tujaribu ili tusiwakaribishe sana goli kwetu. Kwa angalau ilikuwa kidogo na wenyewe naogopesha, kwa walikuwa wanacheza na wewe kwa kuogopa kama tunaweza tukapata chochote. Coach, nafasi ya 15 pointi 22, amini mechi 22, pointi 14. Uone kabisa adhabu ya kwenda kushuka daraja inakuja kweli? Kimahesabu nafikiri bado, lakini tuna kazi ya kufanya. Kwa sasa inatakiwa at least kama labda mechi ya nyumbani tukipata matokeo tunaweza tukaendelea kuchukua matumaini yetu, lakini tukiendelea kupoteza kama hivi ndani ya mechi 2-3, na maana tayari tutakuwa hesabu zitaanza kukataa. Lakini ukiangalia sasa hivi mechi zilizopo na watu ambao wako juu yetu, ukipata mechi 2, mechi 3 unaweza mnaanza kuingia kucheza kwenye playoff. Kwa bado kimahesabu nafikiri bado tuko salama, lakini nikiri tu tuna kazi ngumu ya kufanya hadi tufikia hayo malengo.